na kiwango cha nuru ulichonacho, giza au nuru. Kutokana na maneno unayoongea, unaweza ile nuru yako ikang'aa au ikafifia, ikaakisi rangi, au inaweza ikaleta harufu. Mtu anasema, kwa nini nina mikosi kila siku? Hujalogwa. Ukishaka imani, umeshasikia maneno fulani ambayo ni asi kwa muda mrefu, yakaanza kukaa, siwezi. Hata kama hautasema sana kwamba jamani, ukianza kukaa kwenye hilo wazo la mimi ni siwezi, ukaanza kuongea kwa watu kama vile ndio wakonea huruma. Katika ulimwengu wa roho, kwa sababu imani tayari imeshatengenezwa, kwa sababu imani huja kwa kusikia, baadaye ndio unaamua kusikia neno la Mungu. Hiyo pale kwenye mambo ya Biblia, lakini imani huja kwa kusikia. Maana kuna mtu anaweza akaambiwa, mama kichwa kinaniuma, mama mtu asimpe Panadol, akampa magnesium na akapona kichwa, kwa sababu ya imani kwa mama. Mama akinipa kitu mimi napona. Hapo sio neno, ameamini alichokisikia. Mwanangu, kunywa hii dawa unapona. Lakini ni magnesium. Kuna wengine wanaumwaga hapa, wanakuaga kabisa hoi. Anasema anaandika pale madawa makubwa, kumbe hata sio dawa. Akaenda hospitali, anaeka tu drip ya maji tu, anaamka kwa sababu anaamini yule daktari. Ukishaingia katika ulimwengu huu, imani hapa, ukishakuja hapa, yani imani inakwenda katika mpaka ulimwengu wa damu na nyama na wa roho. Hizi roho za huku hauziambii zije, zenyewe zinakuja kutokana na wanachokiona kwako, kutokana na harufu wanayoisikia kwako, kutokana na rangi wanayoiona kwako. Na Biblia inasema ukikaa na watu ambao ni wabaya na utakuwa nao, usikae sehemu ya watu wa mizaha. Watu wa nini? Kwa sababu ukishakaa pale, imani itatengenezwa, kwa sababu unasikia wanaoyaongea, hata kama hautajibu, lakini umetengenezewa imani. Imani ikishatengenezwa, ulimwengu wa roho unajibu, kwa sababu chochote ambacho kinaingia lazima kitoke. Every input must have an output. Chochote kinachoingia lazima kitoke. Kwa kila ambacho unachokisikia kupitia imani, sasa maana tayari imeshawekwa ulimwengu wa roho, kwa sababu ndio mfumo ulioumbwa. Haya unayoyaongea, kwa sababu huku kuna roho na kuna nini, hawa lazima waingie hapa. Ndio maana nilikuwa nasema sio kila muziki wa kusikiliza, kwa sababu sio paka usikilize na uanze kuimba ndio wewe ni mbaya. Kusikiliza tu unakaribisha wale, kusikia kwako tu wanakuja, kwa sababu they feed on that. Unajiona humo, yani kuhitaji kuwaita wanakuja. Kwa maana kuna kipindi nilikuwa nawaambia, ukielewa hiki hautasema shino shetani. Kazi yako ni moja tu, utageukia upande wa nuru, shetani ataondoka mwenyewe. Usipambane na kusema shetani shindwa, niachie. Shetani, yani giza na nuru havichangamani. Kwa nini napambana na giza toka? Kwa nini nisiende kwenye nuru? Giza lenyewe likaenda. The more you concentrate to the light, wakati unavyoona mwanga, kwa kadiri unavyozingatia nuru, giza linaenda. Kwa sababu wale wanaohusika na nuru watakuja kukaa na wewe. Sio wanaongea mtu. Unavyopokea neno, niko naambia hivi kwa kesho Bwana, usiongee hisia zako. Kila mmoja ana za kwake.
ongea neno. Mungu hajibu hisia. Hata kama utalia kuanzia asubuhi mpaka jioni, mtumishi, utavimba macho tu, lakini majibu hautayapata, kwa sababu Mungu hajibu hisia. Mungu anajibu neno. Anasema hulifuatilia neno lake ili kulitimiza. Yeremia 1:12. Hulifuatilia neno lake ili kulitimiza, sio hisia zako. Bwana Yesu, angalia sijala leo. Utalia mtumishi, ukimaliza chakula hakitakuja. Unaposema, unapotafakari neno lake, wanaohusika na neno lake lazima waje, na wakija hawezi kukuacha mtupu, kwa sababu wanakuja kukamilisha neno ambalo umelitafakari na umelikiri. Hata kama ulichokiomba ni cha muda mrefu, hata kama unaona maisha yako kweli hayaeleweki kwa kipindi hichi, unasema mtumishi, haujui nayo yapitia, ni sahihi, lakini usiondoe macho yako kwenye neno, kwa sababu amesema mimi sio mwanadamu niseme uongo. Manake weka tumaini lako kwangu. Anasema wakiweka tumaini kwake hawatatikisika. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hautatikisika. Imani yako iwe katika neno la Kristo, sio kwa mchungaji. Useke imani yako kwangu, nitakuzingua tu mtumishi. Listen, that's the truth. Ni uhalisia. I am subject to change. Ninaweza nikabadilika. I am subject to change. Ninaweza nikabadilika. Everything that is created, chochote kilichoumbwa, it is subject to change. Kina uwezo wa kubadilika. But what creates, lakini kile kilichoumba does not change. Hakiwezi kikabadilika. The word, neno, does not change. Haliwezi kukabadilika. Because the word, kwa sababu neno created, limeumba. Everything else, chochote, is subject to change. Kinaweza kikabadilika. Kama Mungu mwenyewe anakwambia mimi sio mwanadamu, lakini anakwambia neno lake halitapita. Mbingu na nchi zitapita, neno lake halitapita. 24:35 halitapita. Halitapita. 24:35 haitapita. Mbingu na nchi zitapita, lakini yeye neno lake halitapita. Hata iwaje haiwezi pita. Sasa kwa nini umwamini shangazi yako wakati shangazi yako ana muda wa kufa? Kwa nini nisimtumainie huyu Mungu ambaye amesema? Sio kuna mtu ananielewa? Yaani hata kama watakungonga, watakusengenya, wamesikiliza, utasema tu, lakini najua huyu habadilikaji. Yaani huyu habadiliki, yaani habadilikaji. Yaani akisema amesema. Ni sahihi sasa hivi mnaweza mkaona kama vile mimi sitoshei. Inawezekana sasa hivi mkiangalia labda sifai. Labda nimeomba sana mpaka mnaweza kuona kama vile Mungu wangu hanijibu, lakini nakuhakikishia ipo siku akijibu, nchi itasimama na kusema hakika wewe una Mungu. Usiumbishwe na mazingira. Usiumbishwe na maneno ya watu. Usiumbishwe na hali unayoipitia sasa hivi. Muangalie yeye. Niwape siri nyingine. Mbona 11:3 Hebrews, Waebrania 11:3 anasema through faith we understand that the worlds were framed. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyodhahiri. Niwape siri moja ajabu sana. Neno ni roho. Na cha ajabu, imani kubadilisha neno kuwa kitu kinachoshikika. Narudia.
imani ndio kitu pekee ambacho kinabadilisha neno ambalo ni roho kuwa kitu cha kushikika. Mtu ataniambia, mtumishi kivipi, si ndio? Njoo Luka 4:32. Luka 4:32. Luka 4:32. Luka 4:32. Maandiko yanasema, wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwako na uwezo. Neno lake lilikuwa na 36. Luka 4:36. Mshangao ukawashika wote, wakasemezana wakisema, ni neno gani hili? Maana awaamuru pepo wachafu kwa uwezo na nguvu, nao hutoka. Niwaambie kitu ambacho kinachofanyika katika ulimwengu wa roho. Tumetoka kuona hapa neno kwenye 6:63, si ndio? 6:63 kwamba ni roho na uzima. Unaposema mfano kama hapa unasema kwa jina la Yesu pepo toka, unafikiri tu wanasikia tu sauti. Katika ulimwengu wa roho, uliyesema ile neno ambalo umesema ndiye anayetokea. Yule hakuoni wewe, anaona kile ulichokisema kimetokea, anaondoka. Ngoja nirudie tena. Unaposema neno, sawa, lolote ambalo unalolisema, kuna viumbe vinavyohusika na hilo neno ambalo unaloliongea. Unaposema neno fulani, wale viumbe wanatokea katika ulimwengu wa roho kukamilisha. Mungu anaposema kulifuatia neno lake, sio yeye anayekuja. Wanaohusika na neno lake wanaibuka, wanasema nani ameongea? Ni huyu. Amesemaje kitu fulani? Wanaanza kukifuatilia kile kitu mpaka kitimie. Na hawa watakuja kutokana na ufunuo ambao upo kwenye neno. Yani, the beings will come according to your level of revelation to the word. Viumbe vinakuja kutokana na neno la ufunuo kwenye maneno. Hawa viumbe watatokea kwa ukubwa au kwa uchache kutokana na ufunuo wako kuhusiana na neno unalolisema. Kwa hiyo ukisema naweza mambo yote katika anti yangu, lakini imani yako ni ya mashaka, ni chini huko. Yaani kwamba hapa sasa hivi unaongea, alafu ghafla kuna kabaridi, alafu ghafla tena kabaridi. Ndivyo watatokea hivyo. Mtumishi, mambo yameza kama vile kwenda vizuri, alafu ghafla umepoa na nyoka umepoa. Because they ride according to your level of understanding. Kwa sababu wanatembea kutokana your intensity iko hivi. Wangapi ni wapishi? Arama chai, chemsha chai. Chai, mwe kuchemsha chai. Ile chai inachemkaje? Kutokana na moto, si ndio? Vivyo hivyo ukina wako, joto lako la kufahamu neno ndio litakalovuta nguvu ya hawa kuja kwako. Manake kwa ukina wangu wa neno ndio utakao waruhusu wao wafanye hicho kitu kwa ukina kiasi gani kwangu. Nikiwa na ukina ambao ni mchache, na wenyewe wanafanya kwa uchache.
na nikianza kupoa na wenyewe wanapoa, kwa sababu wao wapo attached, wameunganishwa na neno. Sasa ukubwa wa kufanya kwao ni kutokana na uelewa wangu ambao hautikisiki na mazingira. Kwa hiyo ishara na miujiza zinamfuata mtu ambaye kwenye dhoruba anapita, lakini anasema sikiliza, nitachomoka. Kwa hiyo wale wanasema kama huyu ameelewa, kama huyu amenielewa, maana yake hawakuachi katika dhoruba. Ndio maana anasema katika maji, hata kama maji ni mengi, hautagarishwa nayo. Kwa sababu gani? Kwa sababu waliokuwa pamoja na wewe sio wewe tena, wanafuata lile neno. Sitagarikishwa, sitakufa. Wako na wewe, hatakufa. Hata kama nje hapaeleweki, wasema hatakufa. Unaposema sifi, kuna mtu mmoja aliwahi kusema hapa, mtumishi alisema kitu fulani, alafu tukapata ajali ya bajaji. Maana kuna siku nisema kuhusu ile ya Musa, si ndio? Akabaki yakamkuta, yalivyomkuta akasema kweli jamani, Mungu yupo. Sio kwamba hayupo, yupo siku zote. Mtumishi hajawahi